Kwa jina naitwa Sefu Mwalimu Chamame, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu Mbobeli. Tunashukuru watu wa sokoni wamenisaidia kuletea zawadi kile walichojaliwa wazee wangu wa amani. Wazee wale hawana shida, wazee wa salabu, wazee wa hekima. Unajua katika mji wote ukosi wazee. Wazee wale ni wazee ambao wameelelewa au wametulea vizuri kabisa, na mpaka sasa unaona mtaa unamelemeta au unakaa wenye maendeleo. Ni hasusa ni nguvu zao 100% ni za kwa wao. Mtaa huu unaoona unazingiziwa na Mbobeli, wao wameulea katika maadili mema. Lakini mimi niombe kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu wa Mbobeli, wale ni wazee wangu, niwaombe taasisi mbalimbali ambayo wanaweza kutusaidia wale wazee, kuwapatia japo angalau kile chochote walichokuwa nacho. Na pia na mimi kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa nimekaa na wazee na nimewaahidi ndani ya mwaka huu naweza nikawapatia japo kiwanja ambao wajenge ofisi ambayo ya wazee. Hilo nimeshakaa nao na wenyewe wanaelewa. Na pia naomba taasisi zingine ambazo zinaweza kuja kuniunga mkono kwenye moyo kama mimi, basi tuje kushirikiana tuwapatie chukua na tuwajengee japo ofisi ndogo. Wale ni wazee wetu, pia wenye kutoa msaada na wakaribisha katika ofisi hii ili waje ni wapeleke kwenye wazee, au unaweza kutafuta wenyewe ili mradi kuwasaidia wale wazee. Ni kweli baadhi ya wazee miaka ya nyuma wanakula udongo, lakini kipindi wanakula udongo, unajua miaka ile na sasa hivi tofauti. Sasa hivi tupo wale wazee tupo karibu nao sana. Ndugu mwandishi wa habari, ungekuwa ndani ya dakika 10 nyuma wazee wangu nilikuwa nao hapa. Tulikuwa tunabadilishana mawazo na wakinishauri na mimi nilikuwa nashauri, na kile ulichokuwa nacho unajaribu kukaa nao na kuwezesha ili hadha ya kwenda tena kula udongo inakuwa wanatoka kwa wanaamini ni watoto wanao wana uwezo wakasaidiana. Kwa hiyo niwaombe tu ndugu zangu, taasisi mbalimbali, sehemu mbalimbali walioguswa nao wazee. Najua mji bila wazee haipatikani. Kwa hiyo tuje kuwashika mkono ili na wao wakubali kushika mkono. Na sio hilo, na wazee ambaye nitakualika siku na wewe, na mzee ambaye sasa hivi niko namjengea nyumba ipo kozi ya 4 sasa. Usijaimaliza, lakini siku ya kukabidhi mimi nitakuita na wewe uone. Na kuna mzee mwingine pia bibi naye hayupo kwenye hali ngumu pia, nahitaji naye nikamjengee nyumba, lakini japo kile kidogo ninachokipata naendelea kufanyaje kutoa. Mimi namshukuru Mheshimiwa Diwani amenipa nyayo ambayo na uwezo wa kuitekeleza. Kwanza kama nilivyosema, tunatoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na wale ni wazee wetu. Unavyosema unawapa kiwanja, mbona kuna bango lao hapo? Ina maana hawana ofisi mazingira haya? Yaani wale ofisi wanayo lakini wamepanga. Lakini kwa wazee, kwa wale wana umri na kile walichokifanya toka 90 huko mpaka sasa hivi mji unaokuta huu wamepambana na simba na nyoka, lakini mji sasa hivi umekuwa mzuri, afu akakosa japo kiwanja cha miguu 10 sio kweli. Nimeguswa na hilo na hili nitatekeleza, na siku ya kuwakabidhi wa mshahara mtakuwa na wao wenyewe nishawaambia. Nikurudishe nyuma mwenyekiti, walikuwa wanakula udongo kwa sababu gani? Walikuwa wanakula udongo, kwanza walikuwa na sababu kubwa, walikuwa wapo karibu na jamii. Jamii watu waliona kama wazee kipindi kile, ukimwona mzee yule mchawi, hata kufika kwake huwezi kufika. Lakini sasa sisi vijana wa sasa tunakuwa tunakaribu sana na wazee. Kwa hiyo tunajua mahitaji yao ni nini na wanahitaji nini kwa wakati huo. Kwa hiyo njaa ndio ilikuwa inawafanya wale udongo. Yaani sio njaa, ukaribu baina ya mzee na kijana ulikuwa hafifu sana kwa imani ya ushirikina. Sasa hivi hatuwezi kuwa hicho. Kwenye maisha ya sasa tunaona mtu mwenye macho mekundu kujua mchawi au ana nani, hapana. Kutokana na hali yetu kwa macho mekundu, lakini mimi naamini tuwe na karibu na wazee, tushirikiane nao, tunapata mambo zaidi ya haya. Unajua ukikaa na mzee unapata hekima, busara. Wazee wa zamani walikuwa na hekima na busara sana.